Roho Mtakatifu, tunaomba kwa ajili ya ujumbe wa siku ya leo. Uwe ni ujumbe ambao utaleta mageuzi na mabadiliko kwenye maisha ya mtu mmoja mmoja. Kwa jina la Mtakatifu Yesu tumeomba. Amen. Naomba ukae. Nataka nizungumzie kitu ambacho huenda unakijua, lakini nataka niongezee ubora wake ili katika ujuzi wako ikufaidishe. Lakini pia huenda ukijui kwa sababu hujui uzito na thamani yake. Tunazo historia ambazo tumezisoma kwamba miaka ile ambapo Shinyanga kule zilipokuwa zinapatikana zile almasi, michangani tu watu walikuwa wanazitumia kuzichezea kama mawe ya kawaida, kwa sababu hawakuwa wanajua ni almasi na ina thamani kiasi gani. Lakini siku hizi na kwenye karne hii, hata watoto wadogo wakiona jiwe linang'aa wanahisi ni jiwe, huenda ni hela. Kwa sababu watoto wa siku hizi chini ya mwaka mmoja ukimpa hela mkono anaonyoosha. Ukimwambia niamkia na kuitikia marahaba. Baadaye yeye ndo amkia anaitika marahaba. Wajanja wa maneno, wajanja na ujuzi wa kuelewa kwamba kaela haka napata pipi, lakini ukienda mkono mtupu na mwana anakufanyia bega tu namna hiyo. Sasa unaweza kuwa na kitu cha thamani lakini usijue thamani yake. Lakini pia unaweza ukawa unakipita kitu cha thamani na ukakikanyaga kwa sababu hujui thamani yake. Sasa sisi tuna Biblia, na katika Biblia kuna ahadi za Mungu. Na nataka nikuonyeshe aina za ahadi za thamani sana ambazo wewe ukizitumia vizuri utapata matokeo bora sana kwenye maisha. Kwa hiyo ujumbe nataka kusema leo, nasema zijue ahadi zenye marupurupu. Umeelewa? Zijue beneficial promise, ahadi ambazo ndani yake zina marupurupu, zina vitu ambavyo ni vyako. Sasa unaweza kuwa unasoma tu kwenye Biblia, unapita tu, unaenda huku unarudi, nasema nimesoma Biblia nzima, lakini je, umezimaki kwamba hizi ahadi ni ahadi maalum kwenye maisha yangu? Au je, unazo kwenye moyo wako? Yaani unapotembea zinajisema zenyewe, zinajizungumza zenyewe. Hofu nyingi za maisha, niwaambie, zinakuja kwa sababu ile sehemu ya hofu huwa inahitaji kitu cha kuizuia hofu. Sasa kama hakuna kitu cha kuizuia hofu, huwa hofu inatawala moyo mzima. Lakini sehemu ya hofu ya maisha ikikutana na kitu ambacho kinaikata nguvu ya ile hofu, utashangaa mtu ana ujasiri. Na ndicho kitu ambacho nataka kiwe kwenye maisha ya kila muamini. Kwamba kuwe na kitu ambacho unakijua, hivi kwamba inapoibuka hofu yoyote inakwenda kukutana na ahadi fulani yenye marupurupu, alafu ile hofu inakatika pale. Sema amina. Katika waraka wa pili wa Petro, Biblia inasema hivi. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 4. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 4. Biblia inasema, waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 4. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno. Sikiliza. Petro mtume anasema hivi, Mungu ametupendelea, ametukirimia bure ahadi kubwa mno. Zipi? Zipi? Leo kama tutaanza hapa mtu mmoja mmoja na kumwambia una ahadi ngapi katika Biblia ambazo umezishika na unatembea nazo? Kama kuna watu watakuwa nazo 10 na mikono anatembea nazo 10, basi kanisa liko vizuri. Wengi ahadi za Mungu zinayeyuka kwenye maisha yao.
zinayeyuka. Sio pillars, sio nguzo kwenye maisha yao. Ni vitu tu ambavyo viko kwenye maandiko na wanavitumia kwenye kuimba kwenye maombi. Kwa sababu mimi nawasikiaga sana watu, nasikia sitakufa bali nitaishi. Sasa na uangaliaga hao watu wanasema sitakufa bali wataishi. Wanaishi wanafanya nini? Wanaishi wafanye nini? Utasikia sitakufa bali nitaishi nami nitasimulia matendo makuu ya Mungu. Umeyasimulia wapi? Umewahi kueleza miujiza mingapi ambayo Mungu amekufanyia? Umewahi kushuhudia miujiza mingapi ambayo Mungu amekufanyia? Leo naimba ahadi ambayo kwa sababu unaogopa kufa ndio sasa unaileta mbele yako kama ngao, unakwenda tu. Mangapi Mungu amekufanyia hujawahi hata kusema, hujawahi hata kushuhudia, hujawahi hata kutolea sadaka, hujawahi hata kushukuru. Leo sasa unajihisi kama unaelemewa, sasa unataka kangao fulani, hebu njoo hadi fulani, njoo hadi fulani. Mungu anataka hizi ahadi ambazo Petro mtume anasema ametukirimia ahadi za thamani mno ziwe kwenye maisha yako. Sema amina. Amen. Sema amina. Amina. Zisibaki kitabuni, zisibaki kwenye Biblia, ziwe ndio zako, na kwamba sasa zinajiimba zenyewe ndani, zinajifyatua zenyewe ndani, zinapokutana na kitu zenyewe zinainuka mzima, kwa sababu zipo. Nisikilize, wanasheria wanasoma kila siku mambo ya sheria. Akianza kusikia tu unaeleza, kuna kitu kinainuka ndani yake, kinasema jambo hili linahusu sheria fulani, linahusu sheria fulani, na anakutajia. Lakini sisi wengi kwa sababu hatufikiri kwamba tunaishi kwa hii Biblia, huwa tunafikiri tunaishi kwa kazi zetu, tunaishi kwa biashara zetu. Hatudhani kama Biblia ndio maisha yetu. Kwa hiyo tunachukulia Biblia ni kama kitabu kinahitajika wakati ambapo tuna mahitaji maalum. Na ndio maana nimeangalia hata watu ambao wanatumia kuapa kwa Biblia, mpaka mheshimiwa anawaambia hebu inua mkono vizuri. Unakuta mtu anaishinda hivi. Yaani ni kama anaionea aibu, hajui hii ndio maisha. Haelewi hii ndio maisha. Familia yako hii ndio maisha kwenye maisha ya Mkristo. Hiki ndio chakula cha jangwani. Hiki ndio chakula cha uzima. Hiki ndio chakula cha milele kwa Mkristo. Hii ndio dira ya safari ya mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunarudi pale katika waraka wa pili wa Petro. Sura ile ya kwanza nimesoma sehemu ndogo. Naendelea kusoma. Anasema tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno. Lazima usijue zipi. Alafu sio kubwa tu. Anaongezea anasema za thamani. Ziko kwenye makaratasi, ziko kwenye kitabu. Lakini mtume anasema ahadi ambazo Mungu ametukirimia ni kubwa mno na za thamani sana. Kanisa lifunguke. Nasema kanisa lifunguke. Ili tujue ya kwamba kile ambacho Mungu ametuahidi kama kanisa ndio maisha yetu halisi. Na tuzijue zile ahadi ili tusione zikiwa na matokeo kwenye maisha yetu. Endelea kusema ili kwamba kwa hizo mpate kuwa na nini? Kuwa washirika wa tabia ya uungu. Yaani Mungu anataka wewe uwe Mungu mdogo. Amen. Hebu mtikise mtu fema uwe Mungu mdogo. Neno lile tabia ya uungu imewekwa herufi kubwa. Yaani uungu uwe ndani yako. Amen. Lakini wengi hakuna uungu ndani yao. Ubinadamu ndio umejaa mpaka kichwani, mpaka kwenye meno, mpaka kwenye nywele, mpaka kwenye akili. Yaani ubinadamu unapolikuta jitu linakasirika, linapiga watu mawe, makofi, linataka kuua na nini, huyo limejaa ubinadamu na ushetani. Lakini mtu ambaye amekuwa Mungu mdogo, ndani yake imeumbika tabia ya kiungu, utamuona ana huruma, anajali, ana machozi, ana ufuatiliaji, ana unyenyekevu, ana utulivu, ana usikivu, ana amani. Ni mtu ambaye unamuona kabisa
kwenye maamuzi yake kuna uungu ndani yake. Ili tuwe na tabia katika ule ushirika anahusisha, tuwe na tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Dunia inaendeshwa kwa tamaa. Usione mtu anarukia vitu ukasema ni kwa sababu ana mahitaji nabi. Hamna. Watu wengi wanatafuta vitu sio kwa sababu ana mahitaji nabi, tamaa. Unakuta msichana nataka simu ya tachi. Nataka simu ya tachi ya nini? Tamaa. Tamaa. Sio kwamba inahitajika kwa matumizi halisi. Watu wake vinapata mimba tu kwa barabarani. Nimeshangaa. Unakuta mtu anaendeshwa kwa sababu anataka iPhone. Uwe na iPhone na uwe na Tecno, matumizi ndio yale yale. Sema amina. Amen. Masifa. Uwe na kitochi, uwe na kupanda kwenye miti, mamako atakusikia. Atakusikia tu. Ni tamaa. Hujawahi kumtolea Mungu milioni lakini una simu ya milioni. Hujawahi kumtolea Mungu 500,000 kabisa kwa machozi lakini una simu ya 800,000. Wewe sio mtu wa Mungu. Wewe ni mtu wa dunia tu. Wewe ni mtu wa dunia. Wewe ni mtu wa kawaida. Mtu ambaye ana tabia ya uungu ndani yake, hata kwenye matumizi yake yana balance. Hawezi kumuona jirani yake hana chakula, alafu anafurahia kula kuku mzima peke yake. Au anasema watajiji hawa. Wajue mimi nimeokoka, Bwana ananipigania. Wao wana njaa. Wao wanasononeka. Watu waliookoka bila sema ndani yao kuna tabia ya uungu. Wanajali kama Mungu anavyojali, wanatazama kama Mungu anavyotazama, wanahurumia kama Mungu anavyohurumia. Sema amina. Amen. Muulize jirani yako, unamweleza unayo tabia hiyo mpendwa? Mbona ninapokujua tofauti? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nataka nikuonyeshe ahadi zenye marupurupu. Na hili inapaswa kuwa series, kwa sababu ni nyingi. Leo nachomoa chache. Amen. Sichukui nyingi. Jambo la kwanza, uwajibikaji kwa ajili ya ahadi zenye marupurupu. Unitazame kwa macho yako mawili ambayo Mungu amekupa. Kuna vitu hautavipokea mbele za Mungu, hata ulie, hata ugalegale, hata ujikate kwa visu, kama wale manabii wa Baali wakati wa Elia. Hutapokea ng'oo, kwa sababu zenyewe zipo kwenye uwajibikaji. Umeelewa? Yaani kuna ahadi za Mungu hazitatimia kwako mpaka wewe umewajibika kwenye eneo husika, ndio zitatimia. Kwa hiyo ukizidai tu alafu unataka Mungu akutendee, kwa taarifa yako utapoteza sana muda. Ngoja nikuonyeshe mfano. Twende kwenye Kutoka. Uwajibikaji kwa ajili ya ahadi zenye marupurupu. Kitabu cha Kutoka sura ya 23. Kutoka sura ya 23. Ndasoma kuanzia mstari wa 25. Kutoka sura ya 23 kuanzia mstari wa 25. Maandiko yanasema, sikiliza hiyo. Nanyi mtamtumikia nani? Fungua pale. Leo tunakwenda taratibu. Tukiachia hapa tutaendelea siku nyingine. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nanyi mtamtumikia nani? Mwambie jirani yako, inatangulia uwajibikaji. Haitangulii marupurupu. Umeelewa? Unatangulia kwanza nini? Uwajibikaji. Yaani wewe, je, wewe unamtumikia kweli Mungu?
wewe kweli unamtumikia Bwana? Wewe kweli unamwamini Bwana? Wewe kweli umejitoa kwa ajili ya Bwana? Ndio inatangulia. Sasa ukimtumikia Bwana unastahili marupurupu yafuatayo. Uyapigie mstari, maana ni marupurupu ya kutosha. Umeona hayo? Umeona hayo? Sasa tunaangalia ni marupurupu. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Katika utumishi huo sasa, yajayo yanafurahisha. Sema amina. Amen. Yajayo ni ya neema. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye Jehova atabarikia ugali wako, ubwabwa wako, chipsi zako, mayai yako. Wewe mpenda mayai na chipsi, mtumikie Bwana kwanza. Amen. Ndiyo sasa Bwana anabarikia nini? Chakula chako. Marupurupu ayaji kwenye baadhi ya ahadi mpaka umewajibika. Amen. Kwa hiyo usiende mbele za Bwana na kusema unajua Bwana umesema utabariki chakula changu, inatangulia kumtumikia. Amen. Unaelewa? Inatangulia nini? Nawe utamtumikia Bwana, alafu yeye anabarikia chakula chako. Anazuia magonjwa kwenye chakula chako. Anazuia food poison kwenye chakula chako. Atabarikia chakula chako na maji yako. Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Bwana niponye, unamtumikia? Wewe mwenyewe kuja kanisani kwa jeki, kwa greda, kwa kijiko. Wewe mwenyewe kushiriki vitu vya Kikristo, vitu vya kiroho kwa kusukumwa sana. Anataka Bwana akuondolee magonjwa, Bwana abariki chakula chako. Bwana, unajua hii inamaanisha kwamba unaweza ukala hata bila ya kuombea chakula. Biblia inasema condition ni kwamba utamtumikia nani? Bwana. Yeye anabariki chakula. Wewe unapokea chakula kwa shukurani. Unamwambia tu Yesu asante kwa chipsi za kutoka Mbeya. Umeelewa? Jehova asante kwa ajili ya hizi chipsi alizopika mke wangu. Yaani unamaliza sala zishafika mdomoni. Leo kuna kitoto kimoja, mama yake anaomba. Sasa huyu mama ni wa kiroho sana, anaomba mpaka anaenda kwa mtoto anachukua chakula anatia mdomoni. Mama anaangalia kuomba muda mrefu, mtoto anaendelea kula. Kwa sababu huyu mama haijui hii ahadi. Ahadi hii inamaliza shughuli yote. Amen. Yaani kama mimi naitumika wala huku mara kule, mimi nikipata tu nikutia mdomoni kwa kusema tu asante Yesu, asante Jehova, asante Mungu, asante Jehova. Unasukuma tu. Najua hata ndio vijana ofisini kwangu wanaona nikipewa pale juisi, hata wasikia kama nimesema asante, wewe nimeshamaliza roho kwa rohoni. Na ishushia tumboni kwa nguvu. Kwa sababu ahadi hii yenye marupurupu inakwenda kwa mtumikia Bwana. Amen. Unataka Mungu aondoe ugonjwa, mtumikie Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari unaofuata 26 anasema hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Sio aliye usio kadanganyika kila aliyeko kanisani anamtumikia Bwana. Kuna watu wako hapa kanisani mashetani kabisa. Wanamsengenya mchungaji usiku na mchana. Sasa wanamtumikia Mungu gani? Usidhani watu wote hapa wanapo kanisani kina Yuda wapo. Wewe na mchungaji yule dada mimba zinaharibika, anamtumikia kweli Bwana? Bwana anasema anayemtumikia hata haribu mimba yake. Mimba hata inaning'inia nataka kutoka, Bwana anaisuia pale mlangoni. Unaenda wapi? Wewe shetani anataka kutoa mimba ya mshirika wangu. Huyu kana ananitumikia. Hebu angalia andiko pale kwenye Kutoka. Shetani akiliangalia anaona aibu, mimba inakaa. Itakaa hapo mlangoni muda mrefu mpaka anakuambia bed rest, lakini utazaa. Amen. Nasema utazaa. Amen. Nasema utazaa. Amen. Shetani hata haribu. Washirika wetu wengi zinaharibika, hawamtumikii Mungu, wamejaa masengenyo, manunguniko, malalamiko, vinyongo
vinyongo vinyongo, wanamwonea kinyongo mtu yote. Sikiza nisaidii, kwani lazima usaidiwe? Unajua kanisa lazima tufikie mahali akili zifunguke. Usikae na mawazo ya kwamba lazima baba yako akusaidie, mjomba wako akusaidie. Umeshakuwa mtu mzima, simama mwenyewe. Wewe umeweka 18 wewe. Unataka nini hapa? Anza mbele. Katete maisha mwanzo. Wewe unajua mzee nani? Mtumikie Bwana afu uone atakapofanyia. Amen. Hamna mtu anemtumikia Bwana Bwana akamwacha. Heshima zote ambazo Mungu anazitaja zitakuja maishani mwako kwa jina la Yesu. Amen. Apata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Sema amen. Ukirudi nyumbani, chukua daftari, andika hesabu ya siku zako. Ila usiandike kwa sifa, maana kuna mejitu inakuomba kufa. Unaandika hivi: hesabu ya siku zangu ni miaka 70 plus 10 80 plus 10 90, alafu unapiga dash dash, alafu unatoa miaka uliokuwa umeshaishi. Umeelewa? Lakini naanzia 70, alafu naweka jumlisha 10 80, alafu naweka jumlisha 10 90. Ukiona bado una nguvu unaongeza tena 10 100, mwisho 120 kama Musa. Lakini nimekutana na watu wasema, yaani mchungaji, ile miaka yote ambayo sijaokoka nimefuta. Sasa ndio mimi naanza mwaka wa kwanza wa maisha. Wewe una miaka tayari 50, unaogopa kufa nini? Sijiwekea 40 iliyobaki. Kama ukigonga 90 inatosha. Wewe unatakaje? Acha uoga, wewe yako acha uoga. Mimi hapa nilipo siwezi kujidanganya kwamba unajua sasa mimi hapa na miaka hii ambayo nimeishi, eti ndio kwanza niko mwaka wa kwanza wa maisha yangu. Na hizi mvi zinaanza. Na yule mwanangu mwenye mwaka na nusu asemeje? Yeye ndio kwenye mwaka 0. Anakaa na 0 mpaka 46 baadaye sasa mwaka wa kwanza. Wewe weka hiyo 70. Alafu unajipima papa unasema Mungu hapa 80 na bonga. Unaweka dash 80. Inafika una miaka 61 62 unaweka tena dash 90. Unaona bado na nguvu unaweka 100. Na nguvu 110. Ukiona umechoka baba Mungu hapa inatosha. Sasa mruhusu mtumishi wako kama Simon. Umeelewa? Amen. Sio kuogopa. Lakini anasema na hesabu ya siku zako nitafanya nini? Nitaitimiza. Hesabu yako inaanzia 70. Sema amina. Amen. Kwa hiyo kila siku shetani alikutisha, anambia shetani, shika adabu yako. Mimi namtumikia Bwana, hesabu yangu inaanzia 7.0. Baadaye inakuja 8.0. Baadaye inakuja 9.0. Baadaye inakuja 1.0. Umeelewa? Kama Yesu 110. Kale Bwana toa ripoti, anamwambia Yoshua, unaniona sasa tulipokuwa kule barani nilikuwa na miaka 40, sasa 85 ni cheki. Sina nguvu hapa. Hebu nige Yordani. Nige huu mlima. Nami nitakuondolea ugonjwa na hesabu ya siku zako nitafanya nini? Nitaitimiza. Hata ukiambiwa una ugonjwa gani, unaambia shetani, hesabu ya siku zangu itatimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aendelea kusema mstari wa 27. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikiria, nami nitawafanya hawa adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Ndio maana usiwe moga kuongea na maadui zako. Usijifanye maadui zako wasalimie. Wewe wasalimie. Wana vitu vyako. Mwambie jirani yako wana vitu vyako. Mwambie wana vitu vyako. Wewe yule ambaye akupendi, wewe onyesha kabisa ni kama hujui kama akupendi, lakini unajua. Utashangaa na ngambia karibu ndani. Karibu ndani umeingia ndani kwake. Unaongea kwanza. TV naiuza bwana, sina kitu. Naomba shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Anauza lakini anaomba bwana, hali ya sasa hivi ngumu, nakupa 2 tu. Bwana chukua kile siri yako unaibeba kwa siri jioni yameshia kwa. Watakuonyesha maongeo yao. Amen.
Sasa wewe usiwe na kisirani na maadui zako. Watakuonyesha uwasalimii. Unajua yule anipendi. Ndio unakosa kuonyeshwa vitu vyao. Wanauza vitu vyao mbele kuhakikishia hawana kitu. Lakini kwa sababu uwasalimii, uwapi nafasi, wanaona watakuanzaje kukwambia. Umeelewa? Tena wanauzaga vitu rahisi kwa sababu Mungu anawashurutisha wakupe. Amen. Wanauzaga bei ya kutupa. Sasa jirani nimekuuzia, lakini bwana tusaidishane. Bwana usimwambie mtu bwana utalipa kidogo kidogo, sasa kitu chukua hii, chukua ile jiko naenda nalo, lakini utalipa kidogo kidogo. Na ngapi kwa mara chukua hii. Kidogo kidogo namba buku 10, buku 12, 15. Wewe unaisha kwake unaweka kwako. Siku akiingia na kwako anakuta kumependeza, sasa jirani yako uko vizuri, vingine ni vile unauzia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuonyesha uwajibikaji wako kwa ajili ya ahadi zenye marupurupu. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 imekaa hivi. Kumbukumbu la Torati 28 ni kama ndege inayopaa, baadaye inatua. Sura ya 28 kuanzia mstari wa kwanza hadi 10 anasema, nanyi mtamtumikia Bwana na utafanya bidii kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wako. Sasa ukishasikia, ukafanya bidii, ukaitii, sasa yale mengine yote yanasukumiwa kwako. Amen. Hayamuhusu mtu ambaye hana utii kwa Mungu. Inawahusu wale ambao wanautii kwa nani? Kwa Mungu. Yaani kuna sehemu ya uwajibikaji wako wewe ili ubarikiwe. Sema amina. Amen. Sema amina. Hebu tuende pale kidogo Kumbukumbu. Hapo nitakuwa nasoma mtiririko. Alafu wewe utakuwa unamalizia tu kusema amina. Kumbukumbu 28. Huwa napenda kusoma sura kama hizi. Mstari kuanzia wa kwanza. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Sikiliza. Ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka hizi zote zitakujia na kukupata, hazitakosea. Baraka hizo zikija kwenye nyumba ya kupanga, hazitamwendea mpangaji ambaye amtii Mungu. Hazitamwendea mpangaji ambaye hana uhusiano na Mungu. Biblia inasema utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa kuisikiliza na kuitii kwa bidii, yaliyomo ndio hayo. Cha kwanza anasema atakutukuza. Amen. Kati ya mataifa. Na unaposikia kutukuzwa kati ya mataifa maana yake nini? Mungu ataanza kuinua watu wa mataifa wengine wa kuheshimu. Amen. Kwa sababu ile biashara mnayofanya unaitwa saa. Mimi nafanya biashara kwa mataifa mbalimbali. Wengine hata sura yangu hawajaniona, lakini wanajua wanaongea na bonge la tajiri. Kwa sababu ni Mungu tu anakutukuza kwa biashara yenyewe milioni 2, milioni 5. Kwa sababu ni Mungu anayekutukuza kati ya mataifa. Alafu anasema na baraka hizi hazitakuotea, zitakupata. Amen. Yaani zinapopita mitaani kutafuta yule mtu yuko wapi, azikosei zikaingia kwenye nyumba ambayo sio unaishi wewe. Zitaingia kwenye nyumba ambayo wewe ndio unaishi. Amen. Kwamba hii nyumba ipo Ana, hii nyumba iko Rose, hii nyumba iko Joni, hii nyumba iko Gaudes. Yaani azikosei. Hata kama unaishi mahali ambapo pamefichika kijijini, zenyewe zinatembea nasema, hapa ndiko aliko jamaa. Zinakuja zinakuvamia. Biblia inasema lazima zikupate. Amen. Shabaha ya Mungu haikosei kwamba uko wapi. Akilenga ni hapa ni hapa. Anasema zitakupata, na zikikupata unakuwaje? Anasema katika mstari wa 3, utabarikiwa wapi? Amen. Na utabarikiwa wapi? Imagine. Anatembea mbarikiwa. Watu wanalalamika vijijini, jamaa yuko blessed. Wanalalamika mijini, jamaa kabarikiwa. Watu wanaamanika, wanahangaika, yeye jamaa anatembea kwenye wimbi la baraka. Kigezo ni kimoja tu, yeye ni mwajibikaji kumsikiliza Mungu. Akiambiwa maombi anaomba, sio msherati, sio mzinzi, ni mtu mtakatifu. Yeye anawajibika eneo, afu Mungu wa ajabu.
uwajibikaji ni mdogo kuliko matoleo. Amen. Umeelewa? Amen. Yaani sehemu ya uwajibikaji wako kwa Mungu sio kubwa kuliko ile Mungu anakupatia. Kwa sababu kwenye Kutoka anasema tutamtumikia Bwana. Alafu anaorodhesha baraka ya kwanza, ya pili, ya tatu, kama 6 hivi. Ziko pale. Hata Kumbukumbu la Torati ni zaidi ya 6. Mstari unaozungumza wewe kumsikiliza Mungu ni mstari huu moja. Lakini mistari inayotaja baraka zako 13. Amen. Yaani uwajibikaji wako mbele za Mungu ni mdogo ukilinganisha na matoleo ya Mungu juu ya maisha yako. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Na wazao wa wanyama wako wa mifugo. Maongeo ya ng'ombe yako na wadogo wako dosa. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo. Utabarikiwa utokapo. Bwana atafanya adui zako wainuke juu yako. Bwana atafanya adui zako wanapoinuka juu yako, wanapokuja kinyume juu yako, au maadui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Unaja kuogopa washao. Wanakuja kwa njia hii, lakini mtoko wao pale nyumbani kwako wengine watapitia madirishani, wengine milangoni, wengine kwenye dari. Wewe kaa tu wakati unacheka tu kwenye kitanda chako kwamba unasikia bati inatikisika, na huo ndio mwendo wenu. Walikuja kwa njia hii. Watakapotawanya, maandiko yanasema kwa njia 7. Yaani watafikia sehemu wanachanganyikiwa mpaka wajui walikujaje wanaondokaje. Watakutana siku ya 5 au ya 6 wanasema, nini kilitokea pale? Kimbunga. Ni kimbunga kimewatokea. Lakini unashangaa washirika, waongofu, wa Kristo wanaogopa uchawi. Maandiko yanasema watainuka juu yako kwa njia moja, lakini kipigo watakachopata watasambaratika kwa njia 7. Amen. Amen. Yako relax. Tulia. Uone mapigo yao. Anaendelea kusema katika sura ya mstari wa 7, mstari wa 8. Bwana ataiamuru baraka ije wapi? Juu yako, katika gara zako, na mambo yote utakayojaribu kufanya nini? Kutia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Kila unaojaribu kutia mkono, ukijaribu kuuza vitumbua vinaenda, mandazi yanaenda. Mchungaji biashara ziendi, wewe unamtumikia Mungu. Na utumishi wa Mungu ni nini? Utumishi wa Mungu ni kushika amri. Yale yote ambayo Mungu anataka uyafanye, ukiyafanya unamtumikia Mungu. Lakini watu wengi wanataka kuimba hizi baraka, lakini hawajibiki. Hawamsikilizi Mungu, wanafuata matakwa ya Mungu, wanafuata matakwa yao, lakini wanataka kuimba, Mungu umesema utanibariki ningi hapo. Utanibariki nitoka hapo. Nani kasema? Shughulika na mstari wa kwanza. Alafu ndio uje mstari wa 2, wa 3, wa 4 na kuendelea. Anasema lolote utakalotia mkono namna hii pap linajibu. Amen. Lolote utakalotia kidole pap linajibu. Sio unatia vitu mikono vinakufa. Unaanza biashara zinakufa. Kwa nini? Kwa nini sife wakati ahadi zenye marupurupu ni hizi hapa? Lazima ujiulize. Mstari wa 9. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote ya dunia watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, na watakuwa na hofu kwako. Yaani watu wanapokaa na wewe wanakuwa na hali fulani ya kuheshimu, heshima kubwa kuliko ile ambayo mwenyewe unajijua. Wewe mwenyewe unajijua kwamba kuna wakati ambapo unafanya mambo ya kipuuzi sirini, lakini wale watu Mungu anawafanya wanakuheshimu pamoja na mambo yako ya kipuuzi. Maana kuna wengine hapo unakuta wanakuwa na mambo ya kipuuzi wakiwa nyumbani kwao peke yao, anaweza akatoka chumbani mpaka jikoni uchi.
kwa sababu nyumba nzima yuko peke yake. Yaani tungekuona hivyo tusije kuheshimu. Umeelewa? Wewe una mambo yako kipuzi ndani, lakini Mungu kwa huku nje amekuheshimisha ajabu. Yaani ukikaa na sisi tunakuona mtu wa maana, lakini mwenyewe unajua kabisa mimi ni Mungu tu, nikiwa nyumbani sina maana yoyote. Vyakula vikidondoka na ukota na kula. Unajijua mwenyewe kwamba wewe ndio mtu wa vipolo, hata kama vimechacha unajaribu kuvigeuza, unajijua. Lakini ukija kwetu tunakuheshimu, hata kipolo hatukupi. Kwa sababu tunajua tunakuona ni mtu wa kipekee sana. Tunaona mimi nikikutembea unaponiona mtu wa kipekee, unatahadhari nimpe nini mchungaji. Umeelewa? Ndivyo Mungu anavyokufanya wewe mbele yetu. Yaani anakuheshimisha kwenye viwango ambavyo unapokuja kutembelea tunawaza huyu kweli matembele anakulaga huyu. Hebu kamtateni ka samaki. Umeelewa? Lakini mwenyewe unajijua upuuzi wako asili. Na mkeo pia anakujua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema nitawafanya mataifa yote yani ya kuheshimu. Ya kuona ni mtu ambaye si wa kawaida. Yaani wanakukadiria huyu kama sio degree masters, kama sio masters PhD, kumbe ni asala sana. Lakini ndio Mungu anakuheshimisha. Umeelewa? Na hivi vitabu hivyo navyo ndio kabisa. Na ukimya wako ndio unakusaidia kuonekana kwamba watu wanashindwa kukuweka kwenye level ya education. Mwambie jirani yako akadumia usiongee sana. Kwa sababu kuongea sana akikusikia matamshi yako anajua hujasoma. Jizuie unaongea kwa tahadhari. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani Mungu amekupa heshima kubwa afu unaongea ovyo ovyo tukisikia matamshi yako mjue hajaenda. Lakini ukiuliza maneno matatu unajibu moja ndio. Sasa umeona ile ndio yake? Ile ndio yake umeona? Hakusema ndio, amesema ndio. Inakwambia mtu msomi, hamna kitu huyo Bwana tu amemheshimisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Turudie huo mstari. Na mataifa yote ya dunia watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Yaani watu wakikaa na wewe wanauliza huyu kweli sio askari huyu. Hebu angalia alivyonyoa. Hebu angalia. Huyu kweli mwenzetu huyu. Ni Bwana anakuheshimisha. Ni kwa sababu tu umesikia sauti ya Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 11. Bwana atakufanya uwe na wingi wa nini? Wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, na uzao wa nchi yako, katika nchi Bwana aliyowapia baba zako ya kwamba atakupa. Yaani utakuwa ni mtu mwenye heri. Yaani ngoja nikwambie, ili neno watu walielewe. Kwa nini Paulo mtume aliposimama mbele ya baraza akasema ninajiona kuwa ni mwenye heri? Kwa nini unajua? Na Wakatoliki wana kipengele cha mtu kuitwa mwenye heri au baadaye anaitwa mtakatifu. Nafikiri kwa nini? Kuwa mtu mwenye heri maana yake ni hivi. Katika jamii ambayo inakuzunguka, wewe utaonekana una nafuu kwenye maeneo mengi ya maisha. Amen. Tunaelewana? Amen. Sio kama mnaelewa hiyo. Na watu wengi hapa kanisani ndio mko hivyo. Sio kwamba mna kipato kikubwa, lakini mmekuwa ni wenye heri kiasi ambacho majirani zako wanaamini sana kuja kukopa kwako, wakihisi kwamba una hela, kumbe hata sio mtu mwenye hela namna hiyo. Ni kwa sababu wewe ni mwenye heri kati yao. Amen. Yaani una nafuu. Yaani wewe uhangaiki kutafuta 1000, uhangaiki kutafuta shilingi 2000, 2000, 3000 zinapatikana. Lakini huko nje niwaambieni, mimi nafahamu una mtu kimpa 500 anakushukuru na Mungu yote. Na ukimwangalia unashangaa anakosaje 500? Na mwenyewe akatumia unadharau kwamba nitampaje mtu 500 au 1000. Hana kweli. Akisema hana ana maana hana. Lakini Mungu amekufanya wewe kuwa ni mtu mwenye heri. Kwa hiyo anakujia kuomba, Bwana naomba buku, usiwanyime wape. Usiwanyime. Usiwe mgumu na kusema unajua Bwana mambo hayaendi.
Wewe una heri, una tofauti. Hela zako hazipotei kwenye pombe, hela zako haziendi kwenye uasherati, kwenye ushirikina. Kwa hiyo zinakaa kiasi fulani. Umeelewa? Lakini wao wanaweza kupata mshahara wote, mnafanya kazi moja, yeye akipata mshahara leo tu ile pale, baada ya siku 3, sitaki kutaja watu, lakini unashangaa, bwana nipe buku 10 mwisho wa mwezi nakupa 15. Anaanza kukopa kwa riba, lakini wao una haja kufanya hivyo. Kwa sababu ukipata mshahara wako unakaa. Unakutana na mshahara wa mwezi mwingine. Wao ukai. Na hata wakijitahidi ukae, baya ametokea magonjwa, mara misiba, mara mahangaiko mengine, inasema wasikae. Lakini Mungu anasema unaposikia sauti ya Bwana Mungu wako na kuifanya kwa bidii, atakufanya kuwa ni mwenye heri kati ya jamii na nchi akupayo Bwana Mungu wako. Mstari wa 12. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nani mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kukubarikia kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala utakopa wewe. Sema amina. Sema amina. Hiyo ndio sehemu ya heri tulionayo. Hiyo ndio sehemu ya heri tulionayo. Tunakuwa ni watu ambao tunamkopesha huyu, tunamkopesha yule kidogo kidogo, lakini unajikuta mwenyewe umebaki na amani. Umebaki na utulivu. Yaani wewe bado siku 5-6 upate mshahara, lakini unaangalia mkononi laki ipo. Yaani uhakika kumaliza mwezi huu. Wenzako saa hizi wana haha. Zitatoka kweli? Wanapita kwenye mashine kila wakati. Wanagusa, wanaangalia simu. Wana haha kwa sababu hawana heri. Mpigie makofi anasema amina. Unajua wakati mwingine uelewe unapendelewa na Mungu. Acha wokovu kidogo uone. Ukaishi huko nje wokovu hapo uone utakapopelekeshwa. Huko nje hakufai. Maisha nje ya wokovu yana shida. Hao mnaoona kama wanaheri wanataabika, wasemi wenyewe, hata usingizi hawapati. Akitazama wewe. Yaani ukifika kitandani dakika 10 haziishi, huyo umeshaishia usingizini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata mimi nalalaga hivyo. Siku hizi hata ukinisemesha kwenye simu, ukisikia siongee uje nishalala. Na simu iko mkononi. Mpaka baadaye nadondoka yenyewe tu. Hiyo ni heri. Yaani usingizi sio wa kutafuta. Wenyewe unapatikana tele. Sio wenzako saa hizi wanaingia ndani kulala saa 6. Apate usingizi mpaka saa 10. Ndio kidogo anahurumiwa anaachiliwa ndio kidogo. Akisikia kistoka hivi macho mekundu utafikia na kutamani. Lakini wewe hata hivi ndio unabii unasinzia. Yaani unasikia kama anakubembeleza, sina kuona. Ndio kumwangalia jirani yako. Anajisikia kama nimempa dawa fulani ya usingizi hivi. Nikikuosha tu umelala. Kwa sababu una heri, una stress. Na nakataa roho ya washirika kuwa na stress kwa jina la Yesu. Amen. Hutakuwa na magonjwa ya moyo kwa jina la Yesu Kristo. Mambo yamekuwa hayajawa, umetulia. Amen. Umetulia. Amen. Tena ukiona kuna masumbufu, umechoka, zima simu, lala. Simu ni ya kwako, mtu asikutikise. Amen. Mbona upatikane, mwambie sasa ushanipata, tuongee. Usianze kujitetea. Ni kwa sipatikani nimelala, haimuhusu. Simu amkununua wote. Na kwa kusema hivi usije ukauliza mbona sipatikani. Sasa hivyo vidonge vitakushukia. Kwa sababu tunahitaji kufaidi ule uheri ambao Bwana amefanya nini? Ametupa. Unajua kupata usingizi ni enjoyment ya ajabu sana. Mimi mara kadhaa nime experience na kuwa nimechoka sana, nikipiga masaa 3-4 ya usingizi nikiamka na nguvu kama kifaru. Lakini ukilazimisha kufanya kazi unakuwa mchovu zaidi. Lakini ukilala ukiamka unakuwa na nguvu mpya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako inakuhusu. Mwambie mwingine inakuhusu. Mstari wa 13 usikilize vizuri na useme amina. Bwana atakufanya kuwa kichwa. Amen. Wala si
mkia. Sema amina. Nawe utakuwa juu tu. Amen. Wala huwi chini. Amen. Utakapoyasikia maagizo ya Bwana Mungu wako nikuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kuyafanya. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Hayo ndio Mungu ambaye anasema. Hapa hatuna mikia, tuna vichwa hapa. Hapa hatuna hata leo chini. Biblia anasema utakuwa juu tu. Hao ambao wanasema ipo siku ataporomoka, sasa hivi anaringa, waambie hivi, haya maneno mtasema mpaka mnaenda kaburini. Amen. Pigia makofi Bwana. Amen. Unajua kuna watu wanasema tena, wengine ni ndugu zenu. Wengi wanasema hivi ndugu zenu. Wanasema sana mwache. Si ana kazi anaringa. Hata ukistaafu wewe utaendelea kuwa na maisha mazuri. Amen. Kwa sababu ukistaafu tu, cha kwanza anza kununua mifugo. Ahadi ya kubarikiwa mifugo yako iko hapo. Amen. Nunua ng'ombe, nunua makuku, nunua mbuzi wa Katoliki, nunua hayo. Anza kufuga. Amina. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Wanafikiri utaporomoka ukistaafu. Yaani ukistaafu ndio unaanza kutengeneza uchumi mkubwa kuliko kukua kazini. Amen. Kwa sababu ukiamka asubuhi kwenye mabanda yako ya ng'ombe, uko kwenye mabanda yako ya sungura, uko kwenye mabanda yako ya kuku, hivi unafikiria kama ukiweka mtaji milioni 10 kwenye kuku na ng'ombe utakuwa maskini wewe? Unakuwa maskini? Kuku hapo mjini sasa nafikia 25 jogoo. Ukijipanga ukazalisha majogoo 200 kwa miezi 6 unapata shilingi ngapi? Singeweza ukaa benki unachukua kidogo kidogo tu unakula. Watu vipi bwana? Bwana anasema atabariki maongeo ya mifugo yako. Anza kununua kuku kwenu, anza kumpa mama yako, anza kufuga. Unakaa mjini hapa unataka kuku kwenu. Ukienda kwenu mpaka siku. Anza kununua kuku, mwambie mama nimekutumia kwa msingi nunua kuku. Ukienda likizo unakuta kuku kama 40. Unaambia mama kuku wana sio ile lako, unaambia mama asante, nachukua 20 na kwenda kuuza. Alafu unanipigia simu na mchungaji, hela hii ni kutoka kwenye kuku wa kijijini. Wote ambao hatuna kuku tunaanza mwezi ujao. Nasema tunaanza mwezi ujao. Wewe mtumie hela hata shangazi yako, mwambie naomba naanza kufuga kuku, na usiogope akila wawili watatu. Sio kwamba atakula wote. Lazima wengine atakuachia. Kuku kufuga sio kazi. Wala upeleke pumba wanajilia wenyewe barabarani. Usianze na ng'ombe, ng'ombe watakuibia. Labda kwenu usukumane, lakini usiwaamini sana siku hizi. Usiogope mtu akikutishia kukufukuza kazi kama unatoa zaka, na kuhakikishia akufukuzi ng'oo. Amen. Anaondoka yeye. Nakwambia kwenda anaondoka yeye. Kamshahara kwako kuna malaika anakazunguka hivi. Anaambiwa shetani, unajua unapeleka zaka? Wewe shetani unajua? Ninashangaa. Huyu afukuzwe, huyu afukuzwe. Anaondoka yeye. Amen. Na wakati mwingine mtu akikutishia kukufukuza kazi, ile ukichukua mshahara tunatoa zaka, unasema Jehova, kwa zaka hii namfukuza yule bosi kazi. Tu na irusha hii. Inadondokea mikononi mwangu. Mwambie mchungaji, ishafika huko kwako, nimeituma kwenye simu. Una mtu nimemfukuza kazi kwa zaka hiyo. Wiki haitaishi. Kwa ajili yako nitamkemea yeye alaye. Amen. Hata haribu msabibu wako kabla ya wakati. Amen. Na mataifa yote watawaiteni heri. Nanyi mtakuwa ni nchi ya kupendeza, asema Bwana. Maana nini? Manake wewe na mkeo mtakuwa mnapendeza. Kama hapa ninapomwona brother hapa, na mwana mke wako siku hizi anapendeza kuliko ulivyoanza kanisani. Hivyo na Mungu anataka. Yaani wewe na mkeo na watoto wako mnajikuta mnapendeza. Mnachokula ni ile dona ya kawaida lakini mnang'aa. Yaani mtu anakuoneni hivi, anaweza anajichubua. Hamna nijichubua hapa, yaani ni mng'ao wa Jehova. Amen. Mimi wakati mwingine naangalia hata watoto wako wanacheza. Mashallah. Mungu huyu. Hawa ningewazaa sijaokoka hawa. Ungeona jinsi sura zao zingekuwa za ajabu. Yaani ingekuwa uelewe vizuri mama huyu mwanamke au mwanamume. Huyu ukoje ukoje, lakini Jehova nakushukuru. Napoangalia watoto hivi. Bwana ashukuriwe. Amen. Inapoangalia ni washirika wengi sura zao zinang'aa hapa. Wachache zimefubaa kwa sababu ya uovu. Lakini hao nao pia wataanza kung'aa hivi karibuni. Amen. Anasema utakuwa ni nchi ya kupendeza.
Ndio maana usishangae na kumwona na wakati fulani kuja kijana mmoja hapa akamchagua, akataka kumwoa mke wa mtu hapa kanisani. Kwa sababu mdada alikuwa anapendeza hatari. Ndio maana mwe mnakaa na wake zenu. Wake zenu wanapendeza kupindukia. Vijana wakiwaona wanafuata nyuma nyuma. Ndio Bwana asifiwe. Kwa sababu utakuwa ni nchi ya kupendeza. Mungu anakufanya mume unapendeza, mke anapendeza, watoto wanapendeza, wajakazi wanapendeza, ndugu wanapendeza. Mnakuwa ni watu ambao watu wakiwaoneni, wanaoneni bado vijana, kumbe mmeshaenda sana kwenye umri. Uwajibikaji kwa ajili ya ahadi zenye marupurupu. Lakini pia nataka ujue ziko ahadi za Mungu zinazohusu watu wote. Kwa mfano ahadi ya Mungu anasema na wanyea mvua walio haki na wasio haki. Hiyo haihitaji kuwajibika. Uokoke usiokoke inafanya kazi. Sisi hatutembei kwenye hizo ingawa tumo duniani. Sisi tunatembea kwenye zile za uwajibikaji. Amen. Umeelewa? Wewe usiishi kwenye lile kundi la watu kwamba unanyewa mvua mwenye haki na asio uko duniani. Wewe unapanda juu, unakwenda kwenye hizi za uwajibikaji. Ambazo hizi zitakufanya kuwa tofauti kabisa na watu wa kawaida. Amen. Umeelewa? Ndio maana lazima usome Biblia. Hasemi kila silaha itakayojabia juu yako haitafanikiwa bila kutangulia kusema kitu. Anasema kwanza, wewe utathibitika katika haki. Amen. Ukishathibitika katika haki, ndiposa kila silaha itakayojaribiwa juu yako haitafanikiwa. Lakini usipothibitika katika haki, jamaa akirusha mshale wa kichawi unakupata. Ombe jirani yako, wajibika bwana. Ubebe ahadi zenye marupurupu. Hebu simama tuombe. Wakati mwingine inabidi tupeleke muda mbele ibada ifike hadi saa 7:30. Haya mambo mazuri ya kuweza kuzindua ufahamu wetu. Sasa kwa haraka kabla hatujaomba. Ahadi zenye marupurupu kwenye Biblia zipo nyingi. Unahitaji kufanya bidii kusoma Biblia na kuelewa. Unapoelewa unajiposition mwenyewe, unajiseti mwenyewe kwenye ile nafasi. Kwa mfano kwenye Yohana 12:26 anasema, mtu akinitumikia na anifuate, Baba hata mheshimu. Amen. Umeelewa? Amen. Jiposition. Unaposoma ukikuta ahadi ipigie mstari. Ukipigia mstari unaihamishia kwenye moyo. Na unapotembea chochote kinachojitokeza, zile ahadi zitaibuka zenyewe kutoka ndani na kupambana na hali ambayo unakutana nayo. Mungu anasema kwenye maisha yako anaweza kufanya njia hata jangwani. Amen. Hata jangwani. Amen. Lakini umesikiza kwanza sauti ya Bwana Mungu wako. Pale ulipoomba kwa maneno machache, kabla sijakuombea, omba mbele za Bwana. Omba mbele za Bwana. Mwambie Mungu, niko tayari kuwajibika kwa ajili ya baraka zako. Niko tayari kuwajibika kwa ajili ya ahadi zenye marupurupu, kwa ajili ya ahadi zenye faida, kwa ajili ya ahadi zenye kuleta baraka. Mwambie Bwana, niwezeshe nilisome neno lako, nilielewe, nilifanyie kazi, maana najua una ahadi nyingi kwa ajili yetu. Anasema katika utumishi mtakamtumikia Bwana, hata ikitokea umekula kitu cha kufisha kitakudhuru kwa sababu ya utumishi wako. Kwa jina la Yesu tumeomba. Weka mikono yako miwili juu. Sema, Ee Mungu, nakushukuru sana kwa neno lako. Nipe neema ulisoma neno lako, na nipe neema ya kuwajibika kwenye zile ahadi zenye marupurupu. Naamini ni sehemu ya maisha yangu. Hata sasa umenibariki. Najiona ni mwenye heri nikijilinganisha na watu wengine.
Sasa Jehova, ninataka unibariki zaidi, uniinue zaidi kwa Roho wako Mtakatifu, ikawe hivyo na unilinde, maana imeandikwa, hesabu ya siku zangu utazitimiza. Nakataa mauti, kifo, kilema cha ajali. Ninakataa mauti za ghafla katika jina la Yesu, kwa sababu nitaishi, maana ninakutumikia. Asante Mungu, maana najua kwa siku chache zilizobaki kabla ya kumaliza mwaka huu unanitimizia matakwa yangu kwa jina la Yesu. Amen. Baba, kwa jina la thamani la Yesu Kristo, ninamtamkia huyu mpendwa, umpatie haja ya moyo wake. Anawajibika sawa na Zaburi ya 20. Anakutolea sadaka na umesema utazikumbuka. Na umesema katika mstari wa 4 utamjalia haja ya moyo wake. Angalia ana haja gani, mjalie. Tazama ana haja gani, mjalie. Tazama ana kiu gani, mjalie. Mpatie haja ya kila mmoja kwa jina la Yesu. Kuna watu wanajisikia udhaifu katika miili yao, na Mungu umesema watamtumikia Bwana nao utaondolea magonjwa yao. Kwa jina la Yesu Kristo, mchana wa leo naamrisha kila ugonjwa kwenye mwili wako, naamrisha kila udhaifu kwenye mwili wako utoke kwa jina la Yesu. Utoke kwa jina la Yesu. Utoke kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kipepo ya kuachia, magonjwa ya kiasili ya kuachia, magonjwa ya kichawi ya kuachia, iwe ni maumivu kichwani, kifuani, na yaamrisha yatoke kwa jina la Yesu. Yatoke kwa jina la Yesu. Yatoke kwa jina la Yesu. Mungu amekuahidi kubariki kazi ya mikono yako. Unapokwenda kazini kesho ubarikiwe. Unapokuwa kwenye biashara zako kuanzia leo ubarikiwe. Nasema ubarikiwe. Na kuanzia leo lolote utakalotia mkono kwa jina la Yesu likafanikiwe. Likafanikiwe. Wewe ni wa juu tu. Wewe ni wa juu tu. Wewe ni kichwa tu. Hautakuwa mkia. Hautakuwa mkia. Hautakuwa mkia. Wewe hautakuwa mnyonge kati ya ndugu zako kwa jina la Yesu. Ni baraka hii ikufikie juu yako, ikutafute na ikupate kwa jina la Yesu. Kama neno la Bwana linavyosema, baraka hizi zitakupata wewe dada, wewe kaka, wewe baba, wewe mama, wewe mtoto. Baraka zikupate kwa jina la Yesu. Zikupate kwa jina la Yesu. Ziwe kwenye maisha yako milele. Asante Yesu kwa sababu umenisikia. Kwa jina la Yesu tumeomba. Piga kelele, sema